Na sasa rasmi ni katika sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri kabisa, na hujachelewa kuwa mwanafamilia katika chaneli yetu kwa kusubscribe chaneli hii, lakini pia kulike, share, bila kusahau kuandika comment yako kwenye kila simulizi ambayo inakomekwa hapa ndani. Usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii kwa jina la Simulizi Zetu Media, lakini kama unataka kuwepo na sisi pale kwenye group letu WhatsApp, basi namba yetu ya simu ni 0757 567253. Simulizi hii basi imeandikwa na Sam Dafur. Bila shaka tunafahamu kazi yake haijaikuwa ndogo hata mara moja, na mimi ambaye nakusimulia simulizi hii, jina langu naitwa Tutu. Karibu mpaka pale tutakapofika mwisho. Basi katika sehemu iliyopita, kama unakumbuka msikilizaji vizuri, ilikuwa ni wakati ambapo mama yake na yule kijana pale Lasam alipata taarifa za mama mzazi pamoja na baba mzazi kufariki na kuachiwa watoto mapacha. Yeye mwenyewe ni bibi, amelia kweli kweli mpaka amepoteza fahamu, na tukafika kwamba madaktari walielekea kumtibu, na sasa hatujui hatima ya wale watoto mapacha itakuwa ni ipi ama nini ambacho kitajiri. Na sasa tunaendelea, tunahama pale ni upande wa pili sasa, ambako jua lilikuwa limeangaza na mionzi yake ilikuwa mikali vizuri kabisa katika jiji lote la Mwanza, na hii ilikuwa ni kwa hasira ya kuzibwa na wingu katikati ambako lilikuwa linachomoza. Basi miale hii ilipiga hasa katika vichwa vya watu. Basi ilikuwa ni majira ya saa 2 asubuhi eneo la Jalala, ambako lilisimama gari ambalo Grace ilifanikiwa kuliona siku moja nyuma. Ndani ile gari kulikuwa na mwanamke pekee, tofauti na siku ambayo ilipita ambako walikuwepo watu wawili hivi. Basi baada ya gari kusimama, alionekana yule mwanamke akiwa anachezea simu yake, na kisha watoto ambao walikuwa wanaokota chakula, makopo pamoja na vitu vingine walisogea katika ile gari huku akishangaa, na yeye hakutaka kabisa kuangalia. Alichezea simu yake kama dakika 5 hivi, na kisha irudisha sehemu ambayo mwanzo alikuwepo. Alikuwa ni mwanamke mrefu mwenye rangi nyeusi ambayo ilifanana na mkaa, lakini ilitosha kama angeitwa ni watu wenye rangi nyeusi, basi naye alitakiwa kujitokeza. Macho yake yalikuwa ni meupe kabisa, na ilikuwa na ukiongeza kidogo hivi, na pia alikuwa na dimpo katika mashavu yake. Siku ile alikuwa amevaa nguo nyeupe ambazo alipendelea mno kuzivaa wakati wote. Shati ambalo liliandika take it or leave it pamoja na suruali ambayo ilikuwa imembana ilimpendezesha sana mwanamke yule. Na baada ya kuweka simu katika ile sehemu ambako aliamua kufungua mlango, na kisha alishuka huku akiweka tabasamu. Watoto ambao walikuwa wakimwangalia walitabasamu pia, akiamini huenda pengine watapata kitu chochote kutoka kwake, lakini haikuwa hivyo. Alimuita mmoja na ambaye alikuwa kama ni mkubwa hivi. Alimuita, na yule ambaye aliitwa hakuwa mwingine bali ni Jordan, mtoto wa kiume ambaye mara zote amekuwa ni mkorofi sana kwa wenzake. Walisalimiana na maongezi yakawa yameanza. Nilikuwa namuulizia Grace si yuko wapi? Alikuja hapa jana lakini leo sijamuona, hata sijui kaenda wapi. Ila anaweza kurudi hapa saa ngapi? Labda mchana ndio mida yake, au nenda Jalala lingine sijui Buongo, lakini sijui kama atakuwepo kule. Kwani huwa analala wapi? Analala hapa, lakini mvua jana itakuwa ametafuta sehemu ya kwenda kulala, ilikuwa ni kubwa sana. Okay. Sawa, hakuna shida. Akija usimwambie kama kuna mtu alikuwa anamuulizia, sawa? Yule mwanamke alisema, na kisha alirudi tena katika gari. Jordan alibaki akimwangalia sielewe kwa nini yule mtu alimuulizia Grace. Alijaribu kufananisha sura ya yule mwanamke pamoja na Grace, lakini hata zikuendana. Sijui ni ndugu yake au nani yake. Bwana sio issue, lakini sio issue, la ningoja mimi nikacheze zangu huko, tafute zangu vyupa nikauze, alijisemea kijana yule, na kisha alianza kuondoka. Basi watoto wengine ambao walikuwa pembeni walimfuata ili kupata kujua alikuwa ni nani, na hadi akamuita yeye wazungumze, jambo ambalo lilimfanya wazuie. Kausheni basi, mmekalia kunizonga zonga kama nimewaibia roho zenu, ni maboya nini? Alisema kwa jazba kijana yule. Kutokana na tabia yake ya ukorofi, watoto ilibidi waheshimu kauli yake, na hakuna ambaye alidiriki hata kuendelea kumuuliza swali lolote. Sasa akiwa katika gari yake, yule mwanamke alijiandaa kutoka, na ghafla simu yake iliita, na yeye alitoa na kuangalia katika kioo jina ambalo lilitokea liliandikwa my heartbeat, yani mapigo ya moyo wake. Basi haraka alipokea na kuweka sikioni. Umefanikiwa kumuona au? Aliuliza mume wake bila hata salamu. Wanasema yupo, sijui nitafanyaje, alijibu kwa sauti ya upole kidogo hivi. Kaenda wapi sasa? Jana tu alikuwepo hapo. Mbona na malaika heri sana huyo mbwa jamani.
Mwanaume alionekana kugomba mno. Ndio alikuwa hapa, ili nimeuliza watoto wanasema labda mvua imemfanya aondoke, lakini kama sio mchana basi jioni watarudi, kwa sababu hapa ndio sehemu yao na muda wote wako hapa, labda tuje jioni. Basi hamna shida, chakula bado kipo kwenye hotpot na unahakika kwamba uliweka sumu, si ndio? Aliuliza mwanaume. Ndio kipo kwenye hotpot na ndio hivyo, sijamkuta tu, nadhani ingekuwa tayari ningeshakufa. Mwanamke alijibu, unajua mimi sitaki kumuona akiishi katika ulimwengu, yani mimi ataniharibia mambo mengi sana. Basi aliongea mwanaume na wakaongea maongezi mengine ambayo yaliwahusu mahusiano yao, na hatimaye mwanamke alikata simu. Alirudisha macho katika side mirror kama angefanikiwa kumuona Grace, lakini haikuwa hivyo. Mwisho aliamua kuondoka katika eneo lake, huku akisema kwamba atarudi jioni ama huo mchana mwingine. Basi kelele za watoto mbalimbali ambao walikuwa maeneo jirani na nyumba ya Joeli zilimwamsha, huku akiwa na uchovu hali ya juu. Kazi kubwa ambayo ilifanywa jana usiku wa jana ilikuwa ni kupanda mbegu shambani kwa niaba tu ya kuvuna mtoto baada ya mvua kunyesha. Kazi ambayo ilitokea katika wakati mgumu sana na ilimfanya achoke, kwa sababu alitumia nguvu kubwa sana. Na kikweli alikuwa amechoka, sio yeye wala mke wake ambaye alikuwa hana uchovu, ingawa mke wake yeye aliwahi kuamka. Haya mambo, alisema huku akisogea katika dressing table yake akiwa na nguo ya ndani ambayo iliziba sehemu yake ya siri na kujitazama, na kisha aliweka tabasamu. Nimechelewa, nahitaji kuwahi kazini. Anyways, ngoja nioge kwanza. Alirudisha macho kwenye kabati, aliangalia taulo ambalo lilikuwa katikati ya kabati lake lile maalum kabisa nje ya kabati ambalo anawekea nguo. Alitoa na kisha alienda kuoga. Sasa Salome alikuwa nje akifanya maongezi na mtu ambaye alikuwa amesimama nje ya geti. Maongezi haya yalimhusisha binti Lulu. Hebu nisikilize mimi kwanza, mission sio ngumu, tatizo hela. Weka mtonyo hapa, kila kitu kitakuwa sawa. Kwani hapo shida iko wapi? Alisema mtu ambaye alikuwa nje. Alex, sijui hata unakwama wapi. Hela ipo, na wasiwasi gani mimi nitakupa hela jamani? Kwani unahisi kwamba nitakupa hela yako? Ndio Salome, nimefanya kazi hizi kwa muda mrefu sana, watu na waua na wanipi hela, mwisho naamua kuwaua tu walionipa kazi. Hiyo kali. Ila mimi nakupa bwana hela yako bwana, yani mimi nakupa. Wewe mwenyewe nisipokupa, au yani hata wewe uniue tu, au ngoja tu nikaongee na mume wangu, jioni nitakupa majibu, au vipi? Sawa bwana. Ila Lulu kenyewe sikale kadogo tu kalikuwa kanaishi huko ndani au? Aliuliza Alex. Ndio huyo, unampata pale kwenye jalala. Fanya hivyo, usiniangushe. Kila mmoja anahitajika huyu binti afe, sisi ndani hatumtaki. Ngoja kwanza niongee na mume wangu, nataka nimwashie moto mpaka toe hizo hela, alisema Salome ambaye alikuwa ni mke wa baba yake na Lulu. Basi Salome aliona njia pekee ya kukamilisha zoezi hili ilikuwa ni kumuondoa uhai Lulu, na ilikuwa ni vyema ampe Alex. Na huyu Alex sasa alikuwa ni miongoni mwa watekaji na wauaji wakubwa sana katika jiji la Mwanza, kuanzia kwenye kuuza madawa ya kulevya hadi kuishi katika mambo ya hovyo kabisa huko duniani, lakini pia alikuwa akiteka watoto pamoja na kuua watu. Matukio yote haya ya kihalifu ambayo alikuwa akifanya alikuwa akiripotiwa kituoni, na yeye ndo ambaye alikuwa anashiriki katika kazi hizo zote, na hii ndo ilikuwa kazi yake kubwa ambayo alikuwa anamweka mjini. Watu mbalimbali ambao walikuwa wanahitaji watoto kutoka mikoani ama kwenye majiji ya Dar es Salaam, Arusha na Tanga na maeneo mengine walimtafuta yeye, na alioteka watoto pindi usipompa hela basi mauti ungekuwa mbele yao. Na katika maisha yake alichokuwa kihitaji ilikuwa ni pesa tu na si vinginevyo, kwa kazi yoyote ile, ili mradi tu apate pesa. Na endapo pesa ingewekwa mezani kwa wakati mwafaka, basi ingerahisisha sana zoezi. Na kuchelewa kupata pesa yake kwake ilikuwa ni changamoto. Sasa kuchelewa kupewa pesa na Salome ndio ilikuwa sababu ya kukataa kazi ya Salome ambaye alimhitaji aweke pesa na kisha akamilishe kazi yake. Huyu ndo Salome, mama wa kambo wa yule binti, dada ambaye alikuwa ni rafiki na marehemu mama yake na Lulu, lakini leo ameungana na kumharibu pia mume wake ili kumtenga huyu binti sambamba na kumtesa. Wameona itoshi, lakini sasa binti Lulu anatakiwa uawe. Sasa baada ya maongezi yao, kila mmoja alielekea kwake, huku Salome akirudi ndani alimkuta John akiwa amesimama mlangoni akiwa amevaa sare za shule. Vipi, ushapewa pesa ya kula aliuliza. Ndio, hii hapa 10,000 nimepewa, alisema John huku akitoa hela katika mfuko wa shati. Sasa uibiwa kama jana sawa, maana wewe unakuwa kama boya, sijui yani hata sijui unaibiwa vipi jamani, aliongea Salome huku akimtazama mtoto wake ambaye alianza kutembea baada ya kuliona gari la shule liko limesimama mlangoni. Pesa chakula kwa mtoto wake ilikuwa si chini ya 5,000, ingawa alikuwa anawahi kurudi shule, lakini Salome alihakikisha mtoto wake anatumia kiasi kikubwa ikiwa kama motisha kumfanya mwanae aweze kupenda shule.
Basi Jona alipiga hatua hadi katika gari na kisha dereva aliwasha na kuondoa mahali pale, na Salome aliingia ndani ambako alimkuta Joel akiwa amesimama katika korido huko akiwa amevalia nguo zake za kazi ambazo tayari alikuwa akijiandaa kuondoka. Bora nimekuwahi kabla hata hujaondoka, alisema Salome. Kuna nini tena? Aliuliza Joel akimtazama mke wake. Vipi kuhusu mpango ambao tuliongea last week? Upi tena jamani, tunaongea vitu vingi. Wewe bwana, sikuhusu nguruwe ambayo inatutia aibu tunamuua au inakuaje? Nani Lulu? Kama nisi nishasema kwamba umuue, ina maana mpaka leo hujapata mtu bado? Joel alimuuliza Salome. Swala la kumuua mtoto wake kumzaa kwake ilikuwa ni jambo sahihi tu. Hakuona sababu ya kumpinga mke wake katika jambo lile ambalo lilikuwa kinyume na makubaliano ya mke wake wa kwanza, yani marehemu Lucy. Roho ya mnyama ilipandikizwa kichwani kwake na yeye aliamua kuimwagilizia vizuri kabisa kwa vitendo vya unyanyasaji na kila kitu ambacho kimfai mtoto yule Lulu. Bwana Shongea na Alex kasema anataka milioni 10. As you know, hizo ila mimi sina. Hapa mimi ndo maana hii kazi mpaka leo haijaisha. Kwa hiyo ndo hivyo. Salome alizungumza akijifanya kama mtu ambaye amechukia hivi. Alex na amekuwa professional kwenye swala mauaji jamani, mpaka anataka tuweke hela mezani. Okay, anyways, hamna shida. Pesa namuingizia leo kwenye akaunti yake. Mwambie aje hapa jioni tuongee vizuri. Aliweka kituo na kisha akamsogelea mke wake ambaye aliweka tabasamu katika uso wake. Usijali bwana, akifa huyu mbwa tutakuwa hatuna kelele tena, maana kila mmoja atafahamu kwamba amekufa. Okay, bye and take care. Okay, nipigie, aliongeza Alex kwa kumhakikishia mke wake kwamba maisha mazuri baada ya kifo cha Lulu yanafuata. Basi aliondoka mahali pale na kumwacha Salome akiwa anaongea peke yake. Oh, yes. Yaani bora mwanangu jamani arithi kila kitu mwenyewe. Salome alijisemea na kisha alielekea jikoni kupika chai. Sasa mchana ulikuwa umetia timu na kuchangamsha vichwa vya watu ambao walikuwa wamepigwa na jua kali. Kila mmoja alichukia miale ya jua na ilikuwa ni mikali kwa namna ile kiasi kwamba walihisi kama wataunguzwa hivi. Walalamika kuhusu jua ambavyo walikuwa likiwaka sana na hakukuwa na mvua. Lakini hii ndio binadamu, kija jua hulalamikia jua, kukiwa na mvua hulalamikia mvua. Sasa ilikuwa ni majira ya saa 8 hivi ambayo ilikuwa karibu na saa 9 huko. Grace alikuwa pembeni ya kibanda cha Mama Lasa kwa kitafakari kula yao kwa siku ile itakuwaje. Na Lulu ambaye alikuwa anahisi njaa kutokana na kutokula chakula asubuhi alikuwa amejibanza katika ukuta wa kibanda kile na kisha kaambia Grace, hivi takaa mpaka lini? Usikute bibi mgonjwa wake huko ataje jifungua bado. Grace alimwangalia rafiki yake na kupima kauli ambayo ilikuwa inaonyesha huenda pia ina mantiki. Akamwambia baadaye, ni kweli lakini sasa tunafanyaje? Turudi kule afu tuje jioni au? Mimi ni sawa tu, kwani jua kali sana au? Aliuliza Lulu. Yaani kama ungekuwa unaliona ungejua ni kali au si kali. Ila kama tunaenda twende tu kwa bibi, tutarudi tu siku nyingine, hakuna shida. Sisi tuende hata sehemu nyingine. Grace alimwelekeza mwenzake. Ukali wa jua na njaa ambayo walikuwa navyo kwa wakati ule, aliona ni bora warudi taja lalani kutafuta chakula na kama ilivyokuwa kawaida yao na sio kuendelea kukaa katika eneo lile. Basi walitafakari huenda bibi asirudi kwa wakati au ikapita hata siku bila kurudi, kitu ambacho kingewakalisha njaa. Kumbuka bibi ambaye anamuongelea ni yule ambaye anamsala kule hospitali, yule ambaye amempoteza mtoto wake lakini na mkwe wake, na mbaya zaidi amechoma mapacha wawili na yeye bado ni mzee kabisa. Hao wanamsubiri nyumbani, usijua yote ambayo yametokea. Basi baadaye wakawa wametafakari labda bibi pengine asirudi na nini, wangekaa njaa muda mrefu. Wakawa wanaendelea kutafakari pale au tukaombe kwa majirani. Mimi bwana unajua sijui majirani wa bibi hapa. Yaani bibi akiomba chumvi tu hata msema wewe sembuse chakula jamani. Hao watu wenyewe mageti hawa. Basi Grace alikuwa akiongea huko akinyosha kidole katika nyumba kubwa ambayo ilikuwa ina geti pale pembeni. Wapi sasa ambako unaongelea na wewe? Lulu basi alijitetea kwa kumkumbusha Grace kwamba yeye hapaoni hata kwenye nyumba kubwa ambayo anaizungumzia. Basi ilikuwa ni nyumba tu ya jirani, lakini ndio hivyo Lulu hakubahatika kuiona nyumba ambayo Grace alikuwa akizungumzia. Basi akawa anamsimulia kwamba kuna siku nilikuwa na njaa sana, basi nikaja hapa na bibi sio alikuwa ameenda mjini, nikafika hadi kwenye hilo geti hapo nikagonga. Wakanikaribisha mpaka ndani humo, nikaombamo chakula, wakaniambia kilichobakia ni cha mbwa, sisi hatuna tabia kuwapa wageni chakula. Kwa kweli niliumia. Sijui kama wakifa nitakuja kuwazika wallahi. Grace alikuwa akimsimulia kisa ambacho leo kufanywa na watu ambao wanaishi kwenye ile nyumba ambako Lulu alitoa wazo kwamba kwa nini wasiombe chakula kwa jirani. Basi walipiga soga za hapa na pale, lakini muda ulizidi kuyoyoma. Wakaamua kuanza safari yao ya kuelekea jalalani ambako huwa wanaokota chakula.
Lisali moja la kutembea kwa miguu lilitosha wao kufika katika jalala, na ilikuwa ni kama bahati hivi ambapo waliona watoto wenzao wakikimbilia gari ambalo lilikuwa linashusha uchafu. Hebu kaa hapa, nakuja Lulu. Sawa, alisema Grace, na yeye alianza kukimbia kwa katika sehemu ambayo kulikuwa na uchafu. Kama ilivyokuwa kawaida yao, ni lazima upambane ndipo upate chakula. Vinginevyo basi njaa itakufundisha namna ya kugangamara. Basi Grace alihakikisha kwamba anapambana. Mbele yake kulikuwa na mfuko mkubwa ambao ulikuwa umefungwa, na yeye usogelea na kisha akaufungua na kuangalia kwa ndani. Hakuamini macho yake. Kulikuwa na viungo vya binadamu. Moyo ulimpiga mno, aliwaza atupe afanye nini, lakini aliamua kukaa kimya huku akitazama wenzake ambao waliendelea kuokota vyakula. Grace, vipi? Mbona umesimama? Ilikuwa ni swali la G, mtoto mdogo ambaye alimsaidia siku ya jana yule. Hamna kitu, yani hapana. Hata vipi vipi na umepata chakula? Grace alificha ukweli, lakini alipata kigugumizi hatari. Alikuwa anashindwa kabisa kuongea kile ambacho amekiona. Kwa hivyo ilibidi abadilishe mada. Kipo kingi tu. Huu mfuko una nini kwani? Kama kuna chakula si tupe tule. Jia alisema kimtazama Jordan ambaye alikuwa akiendelea kuwakoromea watoto wengine kule. Sawa, kwa hiyo umesema shida kusemaje, nimekumbuka. Kwa hiyo una chakula kingi, si ndio? Aliuliza Grace akibahatisha kutokana na ule wasasa ambao alikuwa nao. Sasa alikuwa akijaribu kurudi katika hali yake ya kawaida. Ni kingi, twende kile pale, Jia alisema akiongoza njia, na Grace naye hakuona njia mbadala. Aliamua kutupa ule mfuko na kisha alimfuata Jia. Alitembea kidogo, lakini moyo wake ulimwambia angalia nyuma ambako alikuwa ametoka. Alitupa macho, akaliona gari ambalo jana yake pia alipata kuliona likiwa limesimama. Hivi akina nani? Alisema kwa sauti ambayo ilimsimamisha Jina kugeuka ili atazame ni watu gani ambao Grace alikuwa akiwazungumzia. Lile gari au? Ndio, maana jana niliona akiwa pale, hata sijui ni akina nani, alisema Grace. Hata leo asubuhi alikuwepo na wakamuita Jordan, sijui aliongea kitu gani, alisema G, kisha kutaka kuendelea kusimama aliamua kuongoza njia. Grace alitafakari kwa muda na mwisho aliamua kuondoka mahali pale. Walifika sehemu ambako G aliweka chakula. Kulikuwa na wale ambao walipikwa vizuri, ingawa ulikuwa umechache, lakini hii ilikuwa sababu ya watoto wale wa mbwa koko kuacha kula chakula kile. Basi Grace aliamua kuonja. Ni kitamu. Mimi sikuonja, ngoja basi nikamuite ta Lulu, si ndio? Alisema Jina, kisha akaanza kupiga hatua sehemu ambako Lulu alikuwepo na kumuita. Basi wote kwa pamoja waliongozana hadi kwenye chakula, na mbele yao kulikuwa na furaha katika macho yao. Shiba ilionekana katika matumbo yao, na kila tonge la wali liliingia tumboni ndivyo ambavyo walikuwa wakijitahidi kushiba. Sasa walisahau kama walishawahi kuwa na njaa muda mfupi uliopita. Na wakati wakiwa wanaendelea kula, kuna kijana wa makamo mwenye umri kama miaka 20 mpaka 24, hakuzidi hapo. Alikuja na kusimama mbele yao, mkononi alikuwa mbeba hotpot pamoja na soda moja. Watoto mjambo, alisalimu yule kijana huku akiwa katabasamu. Grace na G walimwangalia bila hata kuitikia, lakini Lulu ambaye alitamani kujua sauti ile ilikuwa ya nani, basi alitikia. Naona mmechukia, anyways chakula hiki hapa kuleni, alafu nitafuata vyombo vyangu, niko pale kwenye gari, alisema yule kijana bila hata kusubiri mwitikio wa mmoja kati ya wale watoto. Aliamua kuondoka tu mahali pale. Grace alikuwa makini mno. Alitazama yule kijana bila hata kuzungumza jambo lolote lile. Aliendelea tu kumtazama. Kwa zaidi ya dakika 2 alikuwa kimya huku macho yake akiwa kwa yule kijana. Pilau, nyama ya kuku na mapochopocho mengine jamani, alisema G baada ya kufungua hotpot. Grace ilibidi apeleke macho katika hotpot, na macho yake aliona chakula ambacho hakuwahi kula kwa kipindi kirefu katika maisha yake. Pua nayo ilinusa harufu mpya. Nilikuwa natamani sana pilau jamani, alisema kwa sauti ambayo Lulu naye ikabidi atamke. Wow, pilau jamani. Mbona leo tutafaidi sana. Hebu ngoja kwanza nionje, alisema G akimtazama Grace. Katika ile gari kulikuwa na watu 3. Kijana ambaye alipeleka chakula kwa kina Grace, mwanaume ambaye alikuwa kama dereva, pamoja na mwanamke. Wote waliingia katika maongezi kuhusu tukio ambalo lilitokea hivi punde. Umeshawapa sio? Aliuliza mwanamke. Ndio nimewapa, nilipeni langu sasa. Okay mume wangu, tumpe basi. Asante kijana, alisema. Basi mwanamke alisema vile, na kisha alimwangalia mume wake ambaye alitoa hela katika mfuko wake, na baada ya kijana kupewa hela yake alishuka katika gari na kuondoka mahali pale. Wale watu wengine wakisema nao wana uroho, basi rest in peace itawahusu, alisema mwanamke. Bwana utajua wenyewe, lengo letu sisi ni Grace, na kama kweli yeye ni mwamba basi achomoke katika kifo hichi. Tuone. Mimi najua pilau alijamwanja salama, na vile ambavyo ulipika lazima atakufa yule binti.
alisema mwanaume huku akitabasamu na kutaka kabisa kukaa katika eneo lile. Aliamua kuondoka. Grace alimwangalia G ambaye aliweka wali sawa katika mkono wake huku akitaka kula bila hata kunawa. Macho yake yalikuwa makini kwa mtoto yule ambaye alimzoea kumuita dada. G kwake aliona mpata bahati ambayo alikuwa anatafuta siku zote. Hakujali swala la kupewa wali na watu wale ambao hawakuwa wanafahamu alichohitaji. Alihitaji ni kula tu ili afurahie utamu wa dunia. Basi kukaa kimya kwa wenzake bila kula kulimwogopesha G ambaye aliamua kusitisha kula. Alimtazama Grace ambaye alionekana hana mpango na chakula kile, na kisha alipeleka macho kwa Lulu ambaye hata haikujulikana jambo gani ambalo lilimkuta hadi alishua hamu ya kula. Ile hali mwanzo alisema kwamba anatamani kula pilau, ikabidi waulize ili apate kujua nini ambacho kilikuwa kimetokea hadi ushindwe kula. Jamani, vipi, mbona hamli, kuna shida? Mimi nimeshibamo bwana, sijisikii njaa tena, unajua tumekula wali, alisema Lulu ambaye alipapasa kwa chini ili apate kukaa vizuri. Leo Lulu kashiba maajabu. Haya dada, naye vipi, mbona uli? aliuliza G. Baada ya kumzodoa Lulu alimuuliza hivyo dadake. Hata mimi nimeshiba bwana, hebu tule tu baadaye, hakuna shida bwana. Unajua vyakula vyenyewe vya kuungaunga, kwa nini tunakiharibu sasa hivi wakati hata hatujui siku itakuwaje? Hata hivyo tukila hapa Jaden ataleta baba yake, unajua lazima atakuja kutusumbua. Wazo la Grace kwamba chakula kilio usiku lilienda sambamba na Lulu ambaye naye alitoa wazo kwamba kwa nini wasibebe chakula na kwenda kwa bibi. Ingawa mwanzo mwenzake alikataa, lakini waliona ni wazo bora ambalo lingewasaidia kwa wakati ule. Basi walikubaliana na G ambaye alitupa tonge ambalo alikuwa amemega, na malaika wa heri alizungumza na watoto wale, na hasa mara baada ya kupata chakula cha kwanza. Laiti kama wasingepata chakula, basi ili pilau wangefakamia na kufa moja kwa moja kama ambavyo ilikuwa imepangwa na watu ambao waliwapa chakula kile. Sasa Grace alibeba hotpot lile na alikuwa akitafuta sehemu ya kwenda kuliweka, na G pia aliongozana na Lulu huku wakitoka nyuma yake wakipiga stories hapa na pale ambazo pia zilikuwa zinawasaidia kwenda mbali zaidi katika maongezi yao. Licha kwenda kupiga story, lakini bado Grace alionekana kama mtu ambaye alikuwa na mawazo hivi. Katika kichwa chake kwa kuna maswali mengi ambayo alikuwa anaranda muda wote bila hata kupata majibu. Hivi nani ambaye alileta kile chakula? Yaani kwa nini chague sisi tu na so watu wengine? Alijiuliza akiendelea kupiga hatua. Ila dada, unaonekana na bahati, maana wale watu kwenye gari unajua walikuja kuulizia akasema uko wapi? Lakini Jaden alisema kwamba aliambiwa asiseme. Kwa hivyo niliosikia wakati Jaden akiwa anamsimulia Rose, G alisema na kuanzia safari ya maongezi ambapo Grace ikabidi aulize wale watu, yani watu gani tena? Sio ambao walikuja kutupa chakula. Wananifahamu kwani? Wananifahamu vipi sasa? Wapoje kwanza? Wanafananaje? Ni mwanamke fulani hivi mrefu mweusi, lakini sio mrefu sana hivi. G alieleza sifa za mwanamke ambaye alimuona asubuhi mahali pale. Maelezo ya G ilimfanya Grace akae kimya kidogo kwa kitafakari sifa ambazo alikuwa amepewa kama ziliendana na watu ambao alikuwa amewahi kuona katika maisha yake. Mweusi, mrefu lakini si mrefu sana, na macho makengeza. Ana macho makengeza au kawaida? Aliuliza tena Grace. Makengeza ndo nini? G ilibidi aulize. Grace akajikuta akicheka huku akitafuta namna ya kumwelekeza mwenzake jinsi ambavyo mtu mwenye makengeza anavyokuwa. Alitaja sifa za mtu wa namna hiyo ambayo G sasa alielewa. Ndiyo bwana, na muonekano huo. Jamani, mamdogo huyo, aliweka kituo huku akishtuka sana. Ilibidi asimamishe safari huku akitaja sifa nyingine ambazo alikuwa anazifahamu kutoka kwa mamake mdogo, na kile alichotaja G alisema ni kweli, na mwanamke huyo alikuwa na sifa kama hizo. Basi alijikuta anasimama. Mwili wake kiukweli uliishiwa nguvu, na hata Lulu ambaye alikuwa anasikiza maongezi ilibidi aulize baada ya kuona ukimya. Vipi, mbona muongee tena? Lulu aliuliza akiwa amesimama kusikiliza jibu la swali lake. Maisha yangu ya Koreani, sijui ni nini ambacho nimemkosea binadamu. Mimi sijui nilimkosea nini mdogo jamani, na mume wake. Mimi hata sielewi kweli, Grace alisema huku macho yake yakianza kutoka machozi. Jamani Grace, nini tena, mbona sielewi jamani, kwani imekuaje? Lulu aliuliza tena kwa kudadisi ili apate kujua nini ambacho kwa kinaendelea kwa mtu ambaye alikuwa anamchukulia kama dada yake wakati wote. Basi Grace hakutaka kusema ukweli, lakini nafsi yake ilikuwa ikimsuta kila alipotaka kusema hivyo. Ikabidi agairi na kuwataka wenzake waweze kuondoka katika eneo lile, lakini hakuna ambaye alikubali, haswa Lulu.
Alikuwa kama kisiki cha mpingo ambaye alihitaji kujua ukweli ili wapate kwenda na safari. Sasa sisi ndio ndugu zako na watu ambao sasa hivi tunaweza kusaidiana ndio sisi. Kwa nini usituambie? Alisema Lulu. Yaani ujue tatizo sijui atanisemaje, lakini naomba tuondokeni jamani, nitawaambia tukifika hata kwa bibi, alisema Grace. Sitaki bwana, mimi sitaki. Kuna nificha? Mbona mimi historia ya maisha yangu yote nimekueleza? Kwa nini utaki mimi nijue kuhusu wewe? Lulu aliendelea kushikilia msimamo wake akitaka kujua nini ambacho kimembadilisha rafiki yake katika modi. Ndio nafahamu hilo Lulu. Najua ni lazima kila mmoja ajue historia ya mwenzake, lakini ni mapema sana. Nitakwambia ngoja basi tuwahi kufika kwa bibi. Tufike kule kwanza tatukala, hakuna shida. Nitawasimulia, sawa? Eti alisema Grace akiamua kufikia shimo lake na kumpa kijiti G ambaye yeye alikuwa ni mdogo. Akasema tu sawa, mimi sina shida, ndani tulikuwa ni mbali. Alisema akitaka kufahamu mbali wa hiyo safari ya kwa bibi ambako anaenda. Kitu ambacho kilimfanya Lulu atake sasa kufahamu kweli wa maneno ya Grace ambayo alienda moja kwa moja kwa mama yake mdogo ni kwamba Liz huenda kuwako na sababu ambayo ilisababisha hadi watu wale wao katika eneo lile. Akili yake ilitaka kabisa kujua kila kitu na alitaka kuunganisha matukio ya wao kupewa chakula, lakini alishindwa kwa sababu Grace alikuwa hajasema ukweli. Kwa hivyo badala yake aliamua kuungana nao katika kuanza safari ya kuelekea Luchelele kwa huyo ambaye wanamuita bibi yao. Sasa jioni ilikuwa imetia nanga. Kama kawaida, ndege waliwakumbusha watoto wao kwamba muda wa kutafuta riziki ulikuwa umekwisha. Wanahitaji kuingia katika viota vyao ili kukaribiana na kiza ambacho kingetawala zaidi ya masaa 12. Mbuzi pamoja na mifugo wengine ambao ilikuwa inawapelekwa katika mazizi yao huko wangefanya mmeng'enyo wa chakula chote ambacho walikuwa wamekula mchana. Nao waliendelea kuwekwa katika sehemu zao. Na katika maeneo ya Bwiru, kwenye nyumba moja hivi ya kifahari, ilionekana gari likiwa nje ya geti ya nyumba. Gari lile lilikuwa linaendeshwa na watu waliotoka katika jalala mchana wa siku ile. Zilipita dakika 2 kisha geti kubwa lilifunguliwa na msichana ambaye alikuwa akifanya kazi katika nyumba ile. "Ulikuwa wapi?" aliuliza mwanamke kwa jazba kidogo. "Samahani dada, nilikuwa nawapa mifugo na maji." Dada wa kazi alijitetea huku akimwangalia mwanaume na kisha alimsalimu kwa kuchuchumaa kidogo. Sawa. Nikajua ulikuwa unaangalia TV. Haki ya Mungu ningekuwa leo beti." Alisema mwanamke yuko jazba. "Maria, kitu kidogo tu namgombeza hivi jamani." Mwanaume alisema huku akipandisha kioo cha gari na kumwangalia mke wake ambaye ni kama alichukizwa hivi na kauli yake. "Usinipande kichwani Noeli, please, yani usinipande." Maria alizungumza. Sasa huyu anaitwa Maria Albert Mlema. Alikuwa ni mama mdogo wa Grace ambapo walizaliwa wawili katika familia yao, yani yeye pamoja na kaka yake Rahim Albert Mlema ambaye tayari sasa hivi alishatangulia mbele ya haki na hakuwa na kazi mjini zaidi ya kupata mali ambazo alikuwa amezichukua kwa kumpokonya mtoto wa kaka yake. Rahim alikuwa akimwamini na kumpa zawadi kubwa sana ya kumkabidhi mtoto wake hata kabla ya kufa kwake. Wazazi wao walifariki wakati wakiwa wadogo sana na Rahim ndo ambaye alimlea ndugu yake huyu huku yeye akiwa na miaka 15. Wakati huo Maria alikuwa na miaka 3. Maisha ya shida yalikuwa mbele yao, lakini Rahim hakuonyesha kukata tamaa. Alipambana na utajiri ulikuwa mbele yake. Kupoteza wazazi wote wawili kulimuumiza moyo, lakini pia kulizidisha mapenzi ya dhati kwa ndugu yake ambaye alimthamini kupita maelezo. Rahim alipata utajiri akiwa mdogo sana katika umri wa miaka 22. Juhudi zake ambazo ilimsaidia kuwa miongoni mwa matajiri wakubwa ndani ya jiji la Mwanza, hali ambayo ilifanya mpende sana ndugu yake na kila alichokuwa kihitaji Maria alipewa na kaka yake. Alitunzwa kama yai. Alipoingia katika ndoa na kumuoa mama yake wa Grace, alimpa mkwara kwamba kumuonea ama kumnyanyasa ndugu yake ni kama kujitafutia talaka ya makusudi. Sasa kitisho hiki kilimfanya Grace ampende sana wifi yake, alimheshimu na kumthamini kama mboni jicho lake. Na kila alichokuwa nakisema Maria basi kiliheshimiwa, na ilifika hatua alikuwa anamtawala wifi yake kana kwamba yeye ndo alikuwa mwanaume hivi. Ukaribu huu ulifanya hata mahakama baada ya kifo cha wazazi wa Grace kuamini kwamba Maria angeweza kumtunza mtoto, ingawa urithi alipewa robo ya mali za kaka yake na robo 3 aliandikishwa Grace. Lakini kutokana na umri wake mahakamani, mahakama iliamuru kwamba Maria atasimamia mirathi hadi muda ambao Grace atafikisha miaka 18, ndipo atakapokabidhiwa mali, kwa kuwa tayari atakuwa na akili timamu za kujua kiongozi na kujua namna ya kuongoza zile mali zake. Sasa uamuzi huo wa mahakama ulimkera sana Maria, ambaye alianzisha vitimbwi mbalimbali kwa Grace, ambaye hata kumpa mwaka mmoja kukaa katika makazi mazuri ya baba yake
alimhamisha na kumtesa, alimnyanyasa na alimfanyia matukio ambayo alikuwa kikatili, hali ambayo ilimfanya Grace atoroke nyumbani. Baada ya kutoroka, Maria aliona ilikuwa ni njia sahihi yeye kukamilisha zoezi la kumuua ili mali zote achukue yeye. Rahimu alikuwa ameacha vitu mbalimbali ikiwemo ofisi kubwa ya nguo pamoja na ofisi nyingine ambayo ilikuwa maeneo ya barabara ya Nyerere pamoja na duka lingine ambalo lilikuwa maeneo ya barabara ya Kenyatta. Sasa pia alikuwa na mashamba ya mpunga ambayo haya yote yalimsaidia kuuza na kusambaza chakula maeneo mbalimbali katika jiji ya Mwanza. Magari matatu ya kifahari ambayo kwa Mwanza ni yeye pekee alikuwa akimiliki yalikuwa yakiendeshwa na Maria pamoja na nyumba ya kifahari ambayo alikuwa anaishi kwa wakati ule. Vitu vyote hivi vilikuwa chini ya Maria ambaye alipewa na mahakama aweze kuongoza hadi pale Grace ambapo angefikisha miaka 18. Na baada ya hapo yeye angeendelea kumiliki mali hizi, na sasa hivi Grace alikuwa na miaka 15. Ilibakia miaka mitatu tu ili kufikisha miaka ambayo angeweza kumiliki mali zake. Na kitu ambacho kilimfanya Maria ataki kumuoa kabla ya kufikisha umri huo stahiki ilikuwa kuficha ushahidi wa kuwa ni yeye mhusika katika mauaji, na ilitakiwa kufanya mpango huo mapema sana. Mpango huo mauaji ulikuwa anashirikiana pamoja na mume wake ambaye anaitwa Noeli, ambaye alimpata baada ya kupata mali ambazo alipewa na mahakama kuzisimamia. Basi walifanikiwa kuingia ndani na kila mmoja ikiwa hoi bin taban kutokana na uchovu wa safari ambayo waliifanya katika maeneo mbalimbali. Kesho utasikia katika vyombo vya habari wakitangaza na Imani atakufa tu, yani watakufa, lazima wafe, alisema Maria. Kwa mpango ule labda awe na Mungu. Si ile ripoti maalum ya mahakama kuhusu mali uko nayo? Aliuliza Noeli. Ndio niko nayo, ipo, ngoja kwanza nikaichukue nisije kusahau bure, Maria alisema, kisha alinyanyuka na kwenda chumbani ambako hata kukawia kurudi. Alirudi akiwa na bahasha ambayo alishika mkononi, akasogea hadi kwenye sofa ambalo alikuwa amekaa mume wake na kisha alimtazama vizuri na akamwekea tabasamu. Kuna kifungu pando ambacho kitatupa nafasi ya kumiliki mali. Kinasema endapo mtoto akifa, basi msimamizi wake atarithi mali zote. Sasa hebu vuta picha, hii nyumba, majengo na faida yote ya kuishi na kwa ya kwetu, alisema Maria huku akimwonyesha mume wake kifungu cha maneno ambacho alikuwa amekisoma. Sipati picha jamani, tutafurahi sana, maisha yetu yote yatakuwa raha mno. Maana hivi sasa tu tunashindwa kutumia kwa fujo yani sijui itakuwaje huko mbele, yani jamani itakuwa ni hatari, alisema Noeli akimsogelea Maria na kumpiga busu zito sana katika shavu lake. Dada kazi aliyotazama kwa muda akijifanya kana kwamba hakusikia hivi maongezi yao. Kwa hivyo waliamua kuelekea jikoni, lakini ghafla alisimamishwa na Maria. "We Betty, dada. Sasa na leo utuunguzie chakula kama jana. Utakula kichapo, yani cha leo kitakuwa hakina afadhali mbwa wewe." "Sawa dada, nimesikia. Nisamehe kosa la jana, sitarudia tena." "Wewe sema tu nyoko, utakiona kukocha mtema kuni. Yani wewe utahama kama walivyohama mbwa wenzako hao," Maria alizungumza. Sasa huyu Betty alikuwa ni mtu pekee ambaye alifanikiwa kudumu katika nyumba ile kwa muda mrefu sana. Kuanzia kipindi Rahimu yuko hai mpaka wakati anapoteza maisha. Matukio yote ambayo alikuwa anaendelea pale ndani alikuwa akifahamu, na ndio alimshauri Grace kutoroka katika nyumba ile baada ya kuona mateso yalikuwa yamezidi sana. Asubuhi ya siku ile alipigwa sana baada ya kuwa ameunguza wali usiku wa jana yake, kitendo ambacho kilimkera sana Maria na akampa adhabu ya kumchapa viboko. "Sawa dada, nimesikia," alisema Betty na kisha aliondoka mahali pale. Sasa ilikuwa ni usiku wa saa 2 ndani ya hospitali ya wauguzi ambako walikuwa wakipishana sana, wauguzi wakielekea kulia na kushoto, kila mmoja akionekana ni kama mtu ambaye alikuwa na haraka hivi. Katika wodi ambao kulikuwa na vichanga, zilisikika sauti ambazo zilikuwa zikiendelea kulia, na ghafla aliingia mtu ambaye alivaa sare za madaktari huku akiwa amevaa barakoa. Kutokana na barakoa ile kuwa katika uso wake, watu wengi ambao walikuwa pale nje walishindwa kumtambua kwamba mtu yule alikuwa ni daktari ama hakuwa daktari. Lakini alikuwa ni mwanamke mwenye miaka kama 34 hivi, huku akiwa na viatu vya mchuchumio. Alifika hadi katika kitanda maalum ambacho huwa vipo kwa ajili ya kutunzia watoto. Aliotazama mpacha wale ambao walikuwa wanalia kuashiria kwamba kulikuwa na hatari mbele yao. Hapa ni mchukue yupi? Ilikuwa ni swali ambalo alikuwa akijiuliza bila hata kupata majibu sahihi. Aliangalia kwa makini mno huku mapigo yake ya moyo yakienda mbio. Ghafla kwa nje kulisikika sauti kama ya mtu ambaye alikuwa anakuja upande ambako waliopo. Haraka alisogea hadi mlangoni na kisha alifungua, na ili kumfanya mtu yule ambaye anaingia mle ndani kama angekuwa ni daktari basi asifahamu kama mle ndani kulikuwa na mtu.
Basi alijibanza pembeni ya mlango ili kama akifungua basi amzibe asionekane. Ilikuwa ni machali ambayo alimcheza yule mtu nani kweli. Kulikuwa na daktari ambaye alikuwa akiwasimamia wale watoto. Naye alipofika alifungua mlango na kisha aliingia ndani. Macho yake moja kwa moja yalilenga katika vitanda ambavyo vililazwa vichanga wale. Bila hata kuangalia kulia ama kushoto, alimwangalia mtoto mmoja kati ya wale, naye alimchukua mmoja huku akiweka tabasamu katika sura yake. Lakini ghafla kwa nje zilisikika hatua za mtu mwingine akija katika kile chumba. Aliamua kumrudisha mtoto huku akiwaweka sawa. Huko kumbe, alizungumza daktari wa kike ambaye alikuwa amesimama mlangoni. Ndio, vipi, kwani kuna nini? Aliuliza daktari. Hapana, lakini bibi inaonekana anataka wajukuu zake kaamka. Ni basi kabla hajamaliza Mama Lasam alikuwa ameshafika mahali pale. Hakutaka kuzungumza jambo lolote, aliwaangalia madaktari wale ambao walikuwa wakijadili jambo ndani, na kisha aliwasogelea watoto na kumbeba mmoja mkono wa kulia, mwingine alimweka katika kitanda huku akitaka kuondoka naye. Madaktari ilibidi wamzuie kwa kuhisi labda alikuwa ni mwenda wazimu. Unapeleka wapi sasa watoto? Aliuliza ile daktari wa kike. Tafuteni watoto wa kuwauza, sio wajukuu zangu mbwa nyinyi. Mama Lasam alizungumza bila hata kusubiri majibu ya wale madaktari, na kisha aliondoka mahali pale akiwa na watoto wake wote wawili. Madaktari hao walibaki wakitazamana huku kila mmoja akimtolea macho mwenzake. Na wewe ndio ambaye umekosea haki ya Mungu tena. Tumekosa ila kizembe hivi. Kwa nini ulikuja hapa? Alisema daktari akiwa amesimama karibu na mlango. Itakuwa tusikie kipindi tunaongea pale. Kwa hiyo tunamzuia au? Aliuliza daktari wa kike. Hapana bwana mkuu, atajua kama tunafanya ujinga, hebu mwache aondoke, hakuna haja. Ila siku na maiti zake hapa jamani, akitaka kuzifuata, sidhani kama atakuwa na pesa hiyo. Anyway, sisi tuondoke tu, alisema daktari yule, na kisha waliondoka katika eneo lile huku wakifunga. Mtu ambaye alikuwa katika chumba kile baada ya kuona wenzake wameondoka, na yeye aliamua kuondoka huku akisonya sana. Sijui ni nani, bado tujaambiwa. Na sasa Mama Lasam alitoka hospitali huku akiwa kama mtu ambaye amechanganyikiwa hivi. Alivuka geti la ile hospitali na kisha aliita bajaji ambayo hakujua hata angewalipa kitu gani. Swala la kufuata taratibu za hospitali kwamba hadi apite masaa 24 ndio angeruhusiwa kuondoka, kwake kuona kama alifaa kutumia kwa wakati ule, alichokuwa anahitaji ni kunusuru maisha ya wajukuu zake ambao alikuwa ameachiwa na Mwana Lasam. Sasa akiwa njiani anaelekea nyumbani kwake, kichwa chake kilikuwa na maswali mengi sana. Alikuwa akikumbukia maongezi ambayo alikuwa ameyasikia si muda sana. Ndio, unajua alisema anahitaji mtoto, na mimi nilipoona baba amezimia nikajua ndio njia rahisi ya kumchoma sindano ili afe, lakini sasa tunaweza kumchukua pacha moja ili tumpatie yule mama. Safi, na huyu bibi au tumuue? Hapana, tutakuwa tunakosea bwana. Tukiwa wote, kwa kuwa pacha moja tutamuuzia yule mama, basi huyu mwingine tumwachie tu bibi, ili kama akiuliza mwingine ukapi tutamwambia amekufa. Mbona kawaida tu, na maiti za watoto sizipo hapo za kutosha, tutamuonyesha. Bibi Lasam alikuwa akikumbuka maneno haya madaktari wawili ambao walikuwa wanapanga mpango wa kumuiba mtoto mmoja katika wale ambao walikuwa wamezaliwa na wakati ule ambapo alikuwa amezimia. Basi maongezi haya aliongelewa mbele yake, ambapo madaktari walihisi huenda amezimia, kwa hivyo alikuwa asikii jambo lolote, lakini kumbe aliwasikia na akawatega wakati wanaondoka, akatumia huo mwanya pia kuondoka. Sasa ni upande wa pili ambako kina Grace walikuwa wameshafika kwa bibi, na huku mbele yao wakiwa wamekabiliwa na giza zito. Hawakuona tofauti kati walivyoacha mchana muda ule na wakati huo ambapo wapo mahali pale. Grace alihisi kuishiwa nguvu aisee. Akasema, Lulu, bibi bado hajarudi jamani. Hivi tunafanyaje? Alikuwa akimwambia Lulu ambaye alikuwa anapapasa ukuta apate hata kujiegesha. Tubakieni tu, sasa tutaenda wapi jamani? Kama chakula sikipo hapa, alisema Lulu. Jina wewe. Yaani wewe unasemaje? Yaani wewe wewe unataka chakula tu. Ujue sisi tulijua bibi atakuwepo hapa, lakini hayupo. Mimi binafsi naona nafsi yangu mimi naungana na Lulu, lakini na kusikiliza pia na wewe ulikuwa unaonaje tufanye nini? Asaji ambaye alikuwa ameegemea kwenye nguzo ya mti alitafakari kwa muda huku akipeleka macho juu na kushusha chini, na kisha akasema, mimi jamani nimechoka, alafu na wasikiliza nyie wote. Yaani mimi mtakachosema ndio hicho. Basi wote wakakubaliana kwa pamoja kwamba ni bora wabakie mahali pale ili waendelee kumsubiri bibi. Kwa kuwa kulikuwa na chakula, hawakuona sababu ya kuondoka. Basi waliendelea kuongea maongezi ya hapa na pale huku wakivutavuta muda ili wapate kula. Sasa mbele yao ilionekana mwanga, na ikabidi Grace na Jiwa wawe makini kujua nani ambaye alikuwa anaelekea upande ulioko. Bibi huyo, alisema Grace baada ya kugundua kwamba mwanga ule ulitoka katika bajaji. Ni kweli ilikuwa Mama Lasam ambaye alishuka huku akiwacha watoto katika gari ile.
Alisogea katika mlango wake wa chini ambako huwa anaweka funguo kwa, akatoa funguo, akafungua mlango, aliingia ndani, lakini hakuchelewa sana pia akawa ametoka akiwa na 10,000 ambayo alikuwa ameshika mkononi. Hata sijui nitakula nini baba yangu, lakini shika hii na asante sana, alisema Mama Lasam huku akimkabidhi pesa ile dereva bajaji. Grace njoo mchukue mmoja na hiki kitanda njoo chukue, alisema Mama Lasam. Basi Grace pamoja na Jio alisogea na aliwakabidhi mtoto mmoja pamoja na kiti, na kisha yeye alimbeba mtoto mwingine. Basi dereva wa bajaji aliondoka katika eneo lile na Grace akamuuliza, bibi, mjomba na shangazi nini wako wapi kwani? Aliuliza kwa kimtazama kichanga ambaye alikuwa mkononi mwake asiweze kumshika vizuri. Acha tu, nitawasimulia, hii dunia ina wanyama ambao Mungu hata sijui kwa nini anaendelea kuwafuga. Ngoja nifanye mpango wa chakula kwanza, maana nina njaa hatari, Mama Lasam alisema akiingia jikoni. Basi je, alikumbuka kuwa walikuwa na wali katika hotpot, akamwambia Grace amwambie bibi kwamba walikuwa na wali na ulikuwa kwenye hotpot. Basi Grace alifanya hivyo. Jamani, Mungu wangu asante. Hebu mweke hapo jamani, afu nipeni wali jamani nyie. Hebu nyie angalieni hao watoto kwanza hapo. Mimi ngoja niende nikaupashe. Afu mbona mzenu yuko nje? Mama alisema huku akipokea hotpot ambayo alipewa na G. Mungu wangu, nilisahau jamani kuhusu Lulu. Yule rafiki yangu bibi hana uwezo wa kuona, ndio maana ameshinda hata kuingia ndani, alisema Grace, na kisha alitoka nje akamshika mkono Lulu na kisha aliingia naye ndani huku akipishana na Mama Lasam ambaye alikuwa ameweka chakula katika sufuria ili waweze kukipasha. Basi aliwasha moto katika jiko na kisha alibandika sufuria ambayo ilikuwa na pilau. Alirudi ndani na aliwaangalia watoto kama walikuwa katika mazingira mazuri. Mbu na hizi mvua, hebu fukuzeni jamani hapa, fukuzeni kidogo jamani, alisema Mama Lasam na kisha alitoka nje. Kupika chakula bila kuonja kwake ilikuwa ni haramu kama ilivyo kwa Waislamu kula kitimoto. Aliona nyama ya kuku tu imejitokeza kwa juu, aliamua kuonja, kumbe ndo alikuwa anakatisha kifo katika maisha yake. Malaika wa mauti alifika katika figa moja na kisha alimshawishi shetani amruhusu Mama Lasam aweze kuonja na pilau, na alifanya hivyo. Alichota kidogo katika mwiko na kisha aliweka katika kinywa chake. Dakika 2 hazikupita, tumbo lilianza kumuuma na povu lilikuwa likimtoka katika mdomo wake. Alijaribu kupiga hatua, lakini kwa siku ile haikuwezekana kamwe. Alianguka chini na kuanza kukoroma na kuugumia juu kwa juu. Grace alikuwa akijaribu kuita kwa sauti, lakini kidogo sauti yake ilipenya katika masikio ya Lulu. Lulu aliwahi kusikia kwa sababu ni kawaida vipofu kusikia vitu vya mbali sana. Na aliwapa taarifa wenzake na kumtaarifu Grace kwamba alikuwa anaitwa na bibi. Bibi nakuja, alisema Grace huku akimpa maagizo G kuangalia wale vichanga. Alitoka nje huku sura yake ikiwa na tabasamu kwamba bibi alimwitia jambo la kheri, lakini macho yake hayakuamini kile ambacho alikuwa anakiona. Mama Lasam alikuwa amelala chini huku akitoka na mapovu puani na mdomoni. Nafsi yake ilikuwa inapambana na malaika wa mauti ambaye alimpa nafasi ya kuzungumza maneno machache sana kama usia kwa Grace. Grace, chakula kilikuwa na sumu, naombeni msile mimi nakufa, alisema Mama Lasam. Bibi, nini kama kupata jamani? Nini bibi? Naomba useme hivyo jamani. G, hebu njoo. Grace naye alijikuta anachanganyikiwa na ikabidi amuite G ambaye alihisi kama anaweza kumshirikisha. Naomba watunze wajukuu zangu. Najua wewe ni mdogo lakini Mama Lasam hakuweza hata kumaliza kile ambacho alikuwa anahitaji kukizungumza na kumwambia Grace. Tayari malaika wa kifo alishakamilisha ahadi ya Mungu kwa mwanamke yule ambaye alipambana kuwanusuru wajukuu zake, lakini sumu iliyowekwa katika chakula ilimpoteza maisha. Mbele yao waliona mwili wa mtu ambaye aliamini kwamba alikuwa ni msaada, lakini ulikuwa umelala. Hawakuamini kama kweli bibi yao alikuwa amefariki, huku akiacha vichanga ambao walikuwa na siku moja tu katika ulimwengu. Si Grace wala G ambaye alikuwa anaamini kile ambacho walikuwa wamekiona mbele yao. Lulu ambaye alikuwa amebaki ndani peke yake akisimamia watoto, sijui ni wapi hata walikuwa wale watoto wamewekwa. Aliendelea kuwasikiliza sauti za wenzake ambapo hawakuwa wameacha kulia. Vilio vyao vilipenya katika masikio yake na kutambua kwamba kulikuwa na hali ya hatari kama si ukosefu wa kiusalama ambao ulikuwa unaendelea katika eneo lile. Alijiona maswali mengi, maswali ambayo yalijibiwa kwa vilio vya wenzake na hasa Grace ambaye alikuwa analia huku akiwa anazungumza. Jamani bibi, ni mtihani gani umeamua unipe bibi yangu? Mbona mapema sana bibi?
Hebu amka basi jamani, amka, nini hiki ambacho unafanya jamani? Mbona moyo wangu unakataa bibi yangu? Ina maana ulishindwa kuvumilia walau hata mwaka ama wiki, basi ndio ukafa vizuri, ukanipa msingi wa kulea watoto bibi, alisema Grace huku akilia, na alijaribu kumwamsha bibi, lakini wakati ule hali ilikuwa ni ngumu kwa bibi kuamka kwa sababu nafsi ilishaacha mwili. Malaika wa mauti aliondoka na nafsi ya Mama Lasam na kuipeleka kwa Mungu, na huko ilikaa katika makazi ya milele, huku ikikutana na nafsi za wapendwa wake, kuanzia mtoto wake wa kike ambaye alifariki mwaka mmoja nyuma, Nina pia pamoja na Lasam ambao walitangulia kabla yake jana tu. Basi hasira zilizotengenezwa na maumivu zilikuwa katika macho ya Grace ambaye alilia hadi alichoka. Mwili wake ulikosa nguvu kabisa. Alijiona ni jinsi gani ambavyo alikuwa anakwenda kuwa mama katika umri mdogo wa maisha yake. Mama ambaye atalea watu 4 ambao wote ni wazidi kiumri, huku wawili wakiwa ni vichanga na mmoja akiwa ni kipofu. Hakujua ni hatima ipi ya maisha yake ilikuwepo, kufahamu ni wapi ambako atapata msaada wa kuwasaidia watoto wale ambao waliachiwa. Kwa hivyo alijikuta akilia sana. Oh Mungu wangu, kama ulisema nitapitia mtihani, basi huu ndio mtihani. Huu ndio mtihani pekee mkubwa ambao umenipa. Sijui hata nifanyaje. Basi nionyeshe tanjia jamani. Nionyeshe labda nitajua wapi hata nianzie. Yaani ni wapi? Yaani nifanyaje niweze kuwa sawa? Hivi Mungu kweli ulifikiria hadi ukamchukua bibi kweli jamani? Uliwaza kitu gani katika maisha yangu pamoja na watu hao ambao nimekuja nao? Hata kama uliwaza, kwa nini umemchukua bibi? Nina pamoja na mjomba pia umemchukua jamani. Nani ambaye atalea watoto? Nani ambaye atatunza na kuwapa mahitaji yao yote hao watoto? Najua wanahitaji maziwa, mimi nitatoa wapi? Mimi nitatoa wapi maziwa ya kuwanyonyesha watoto wao jamani? Nitapata wapi? Kula yangu wenyewe haieleweki. Ishi yangu wenyewe kabisa ndio hivyo, nataabika na tafutwa ni uwawe. Lakini yote kwa yote kaona itoshi kweli. Mungu ungefikiria hata kidogo, ungenionea huruma kama ambavyo mimi ulishindwa kunionea huruma, basi hata wa vichanga basi ungeonea huruma. Mimi naenda nao wapi jamani nipate msaada wa Pampers, sijui nguo kitu gani? Mimi nitaenda wapi jamani? Grace alikuwa akilia sana, akimuuliza Mungu maswali kadha kana kwamba alikuwa anamuona live. Basi Jill ilibidi amkumbatie Grace huku akimpoza poza hivi, lakini naye maneno ya dada yake yule alizidi kumuumiza. Moyo wa Grace umefikwa na kitu kizito ambacho hakuwahi kukipata katika maisha yake. Alimtazama Jill vizuri, akimpiga hivi mgongoni ili apate kunyamaza, lakini kufanya hivyo ilikuwa ni kama generator ambalo linaanza kuisha mafuta kisha likaongezwa ghafla. Ungesikia jinsi ambavyo linaunguruma, ndivyo ambavyo ilikuwa kwa Grace. Kila alivyoguswa na Jill basi kilio kiliongezeka. Ndugu wangu, hata kama ukisema ni nyamaze nisilie, ni nini sijui namna gani, lakini mimi lazima nilalamike na Mungu. Yaani tu inabidi nilalamike na Mungu, jiniache. Kwani si tutaenda wapi sasa? Nani ambaye atageuka kwa msaada kwa mwenzake sasa? Alisema Grace kwa sauti ya kitetemesha ambayo ilikuwa imeambatana na simanzi kubwa sana. Sijui nisemaje, yani naumia, inaniumiza, lakini basi kabla hajamaliza mbele yake aliona watu ama mtu akiwa amesimama hivi na hakumtambua ni nani. Aliamua kumshtua dada yake ambaye alikuwa amelalia maiti. Alikuwa ni Jill akiona mbele. Basi alimshtua Grace ambaye alipeleka macho yake mbele na kumtazama ile mtu ambaye alikuwa amesimama mbele yao. Alikuwa ni mwanamke mrefu kidogo mwenye ubonge kiasi, sura yake hakuonekana vizuri kutokana na giza ambalo lilikuwa mahali pale. Mnalialia nini upumbavu ninyi? Wewe Firauni kafa au nani kafa? Aliuliza yule mwanamke kwa sauti ya ukali kidogo. Wote walikaa kimya huko Grace akijaribu kufuta machozi. Si nimeuliza nyinyi nani kafa? Maana nao mnatupigia kelele tu watatu, sikilizani hapa tusikilize taarifa ya habari. Kisa makaraha tu. Nini jamani mnapiga kelele? Alirudia yule mwanamke tena. Na safari hii alikuwa akimsogelea Jill na kumshika mashavu yake na aliyavuta kwa muda kisha akayaachia. Maumivu makali yalipita katika ngozi ya Jill huku mkono wake ukiwa katika shavu lile ambalo alikuwa amevutwa. Alimtazama Grace ambaye aliamka huku akiwa na jazba mno. Tumekupigia kelele kwako? Hapa kwako? Wewe umejenga hapa? Wewe nyumba yako sile kule. Mbona sauti lako la muziki mkubwa hakuna ambaye waga na kuuliza? Sawa bibi ndio kafu na lingine la kusema. Hasira zilimfanya Grace ajibu kwa ukali huku akimtazama yule mwanamke ambaye alimzidi kwa urefu mpaka umri. Wewe. Naomba unikome afu ni namba chafu. Nitakuvuruga wewe, nisikie tu. Kama chafu ni huko kwenu sio hapa. Binadamu gani una huruma wewe? Watu wanalia unashindwa kuuliza wanalia nini? Kuna mtu mwenda wazimu analia bila sababu. Unakuja tukupiga makelele hapa. Kwa ulikuwa unataka nikusaidie nini? Unataka nikusaidie nini? Kama kafa si yeye. Sasa mimi natoka. Nisikie tena kuna kelele. Mwanamke yule alisema na kisha aliondoka, na huku alikuwa
akiendelea kupata ile mishushu ambayo ilitoka kwa Grace. Basi Grace pia alikuwa amekasirika kwa sababu pia mwanamke yule alikuwa ni miongoni mwa majirani wa Mama Lasam ambao muda wote walimchukia na kumuhisi alikuwa ni mchawi. Hata muda mwingine vurugu zilikuwa zinatoka kipindi Nina alikuwa bado yuko hai. Yeye alihakikisha kwamba anapambana na mwanamke yule, hasa kwa nyakati ambazo alikuwa anamsema Mama Lasam vibaya. Lakini leo hii baada ya kusikia vilio vikitokea nje wakati yeye anaangalia runinga, ilibidi atoke kuuliza. Licha ya kukuta ni msiba, lakini bado roho ya chuki na fitina ilikuwa ndani yake. Kupiga wake kelele na kugombana kwa Grace kulisaidia vilio kupungua mahali pale. Grace hakulia tena kwa kilio cha sauti kubwa wala kumkufuru Mungu, badala yake aliingia ndani na kutafuta shuka katika kitanda kidogo ambacho hata kilikuwa na godoro. Alichukua na kutoka nje akafunika mwili wa bibi ili kesho panapokucha basi apate kuzikwa. Basi wote warudi ndani na kuangalia watoto ambao walikuwa wanaendelea kulia. Sio Grace, Lulu wala G ambaye hakuwa anadondosha machozi katika macho yao. Simanzi, vilio na kuku vilitawala hasa kwa huyu Grace ambaye alikuwa amemzoea sana Mama Lasam. Muda mwingine Mungu anakosea, alisema Grace akiangalia vichanga ambao walikuwa wanalia. Kwa nini unapenda kumkufuru Mungu Grace? Lulu aliuliza kwa sauti ambayo imejaa upole. Sasa watoto kama jamani, unamkosea nini wewe Mungu mpaka anawachukua baba na mama yake jamani, mpaka bibi jamani anamchukua, unaona hiyo kitu ipo sahihi? Grace alitetea hoja zake kwa maelezo. Kwa kwetu tunaweza kusema hayuko sahihi, lakini jiulize kama bibi angelipika chakula ama angepakwa kile chakula kabla hata ya kuonja na kisha kakileta hapa tukala wote, unadhani hivi vitoto vingebaki na naye? Mungu ana kusudi lake na dhumuni lake katika kila tu ambapo unapita binadamu. Huenda kuna furaha ndani yetu kupitia watoto, ndio maana alimchukua bibi na kisha sisi akatuacha. Ushangae tumeshindwa kula chakula tangu tukiwa jalani na tumekuja kumpa hapa bibi ndio amekufa. Ushangae watoto wao wamezaliwa lakini kuna wengine walikufa huko, lakini watoto bado hawa ni wazima. Ushangae kweli. Lulu alizungumza kama kumweka sawa Grace ambaye alifuta machozi katika macho yake na kisha alimtazama G ambaye usingizi ulishampitia. Alikuwa mbali sana katika njozi. Ngoja kuche tuone itakuwaje, maana siku ukiwa hivi nahisi kama kuna kuwaje sijui. Yaani unahisi pia kama hauna ndugu hivi, alisema Grace. Basi ukimya ulipita kwa muda, hakuna mbali zungumza mahali pale. Hata vichanga navyo vilikuwa vimetulia. Lulu alikuwa ni kama anafikiria vitu hivi na kesha aliamua kufukuza kile kimya. Hivi ulisema gari ambayo ilikupa hiki chakula ni mamako mdogo, sio? Ndio, ila tutaongea kesho, lala kwanza mimi niache nikeshe na watoto, maana niliwahi kumsikia mtu akisema mama anapojifungua na masaa mawili ya kulala. Naona hii kazi nitaifanya mimi, alisema Grace akibadilisha mada ili kukwepa kusema ukweli, jambo ambalo Lulu alikuwa anahitaji. Na sasa ni upande wa pili ambako tunaonyesha kwamba masaa yalikuwa yamesogea mbele na hatimaye kulipambazuka. Sauti za ndege waliokuwa wametulia katika miti zilisikika. Sauti hizi zilipenya moja kwa moja katika masikio ya Betty ambaye alikuwa amelala. Zilifanikiwa kumwamsha na yeye aliamka na kutupa macho katika saa ambayo ilikuwa ukutani katika chumba chake. Mungu wangu, saa 3, alijiuliza huku akiamka haraka. Alitoka akiwa na taulo lake na kisha alielekea chooni kuoga. Baada ya hapo alirudi tena chumbani kujiweka sawa na akaelekea sebuleni. Haikuwa kawaida yake kuchelewa kuamka, lakini siku ilikuwa tofauti na siku zote katika maisha yake. Vipigo vya siku ambayo iliyopita vilimfanya kuwa mchovu mno na hata mwili wake ulishua nguvu, lakini hakuwa na jinsi, ilibidi tu amke. Alipofika sebuleni alimkuta Maria akiwa ameshaandaa chai tayari akimsubiri Noeli ambaye alikuwa chumbani ili aingie katika eneo lile apate kula. Naona boss ndo unaamka, si ndio? Boss lady mwenyewe, mama mwenye nyumba ndo unaamka sasa hivi alisema Maria kwa kibei kidogo akibinua midomo yake, na Betty alijua kwamba yale alikuwa ni maneno ya kibei tu. Kwa hivyo hakutaka kuepa usikivu mkubwa sana, aliamua tu kumsalimia. Shikamoo dada. Unamwamkia nani? Mimi mfanyakazi wako au? Kuna mwingine mbona unamwamkia? Si mimi ni mfanyakazi wako jamani, kwa nini unaniamkia? Maria alisema kwa kijinyosha kidole. Dada samani, nahisi nilikuwa nimechoka, labda kipigo. Betty alitaka kuzungumza lakini aliishia njiani baada ya kugundua kwamba kama angesema amechoka kutokana na kipigo cha jana, basi ingemzidishia hasira Maria. Vipi, mbona kimya? Kwa hiyo jana kwa kugusagusa kule ndio imekuwa sababu ya kusema sijui kitu gani unataka kusema Yaani unaamka saa 3, unaoga maji ambayo nalipia bili mimi, kitanda changu mimi. Na hata hujui mbao hata nilitengeneza kwa kiasi gani. Alafu unataka nikupe lako mwisho wa mwezi. Unaona akili wewe?
nimekupikia afu unataka kula kweli? Betty, hivi wewe nikikupigia nitakuwa nakukosea? Maria aliuliza akimsogelea Betty. Betty alishajua kwamba mahali pale kinachofuata ni kipigo. Hakuna jambo lingine, rudi nyuma kidogo ili kujiandaa na kipigo kile. Hebu njoo hapa. Njoo hapa mbwa, unaenda wapi? Alafu nani ambaye ameosha vyombo jana? Na akamwaga uchafu pale nyuma kwenye sinki. Ni nani? Kumbe mbwa. Mimi ninapokuchekea ndo unaniona kama mimi pimbi, sijui fala, sina akili. Hasa leo utanijua vizuri. Yaani kama mimi ni Maria ama Mariam, alisema Maria akimsogelea Betty ambaye hakutaka kukimbia. Alisimama huku akimtazama kwa makini. Alifika hadi karibu yake na akamshika shingoni na kichwa chake kilitua katika uso wa Betty ambaye alianza kutoka na damu puani. Mbwa wewe, hivi unaona ninavyokuchekeaga wewe? Unahisi kama ndo nakuogopa? Maria alisema akimwachia binti yule ambaye upole na ukimya wake ulimfanya awe mtu wa mateso kila kukicha. Noeli alikuwa anatoka chumbani na alifika hadi sebuleni ambapo alishangaa kuona kulikuwa na tafrani. Akauliza kuna nini? Aya, kuhusu bwana mambo ya wanawake, acha iko mezani kule pamoja na wali pia na nyama, unaweza kwenda kula. Maria alisema kwa jazba kidogo. Sawa, hakuna shida. Noeli naye aliamua kufikia makaburi bila hata kuuliza tena. Basi aliingia katika meza ya chakula na Maria alimfuata. Manyanyaso kwa Betty yalikuwa ni sehemu ya maisha yake. Hazikupita siku 2 bila kusikia wamewashiwa moto kufa mtu. Kwake kupigwa alishazoea na mpigaji alikuwa chaguo eneo la kupiga. Alipoona panafaa popote pale alipiga, ili mradi tu kumfanya Betty awe na adabu. Hivi nitakuwa nanyanyasika hivi mpaka lini? Ni lini ambapo lini nitaacha kunyanyasika? Alijisemea siku moja akiwa amechuchumaa chini huku machozi yakiendelea kumtoka. Pua yake iliendelea kuruhusu damu kutoka kwenye maeneo yake ambayo yalikuwa yameumizwa, na hii ilikuwa ni kutokana na kioo ambacho kilimfanya akumbuke siku ya kwanza ambayo alikuwa kitambulishwa na Rahimu pale nyumbani kuletwa kama mfanyakazi. Mke wangu, huyu mtoto nimemwona barabarani akiwa anaombaomba, nikasema nimshike mkono nimsaidie. Ujue ukitaka kufanikiwa katika maisha yako inabidi usaidie wengine. Ni mzuri mtu, yani anavutia. Atakana nisaidia kazi za ndani mara moja. Hapana, mimi sijamchukua kwa lengo la kuwa dada wa kazi. Ingawa atakapokuwa na kazi nitakuwa nampa, lakini huyu ni sehemu ya familia yetu. Na hata hivyo atatusaidia wakati ukijifungua mtoto, yeye ndo ambaye atafanya kazi mbalimbali wakati utakapokuwa umeshindwa. Betty alijikuta nakumbuka tukio lile ambalo lilikuwa la utambulisho wake siku ya kwanza kabisa. Yuko pale na letwa na Rahim katika nyumba ile. Kukumbuka kwa tukio hili kulimfanya jawe na simanzi mno katika moyo wake, na hata sura yake ilionyesha kwamba hakuwa na furaha. Alirudisha macho katika meza ya chakula ambapo aliwaona binadamu ambao waligeuka kuwa na roho ya unyama wakiwa katika meza ile wakipata chakula. Aliwatazama vizuri huku moyo wake ukiwa na hasira sana. Wakiendelea na manyanyaso haya, nitawawekea sumu, alijisemea katika moyo wake huku akinyanyuka na kuelekea chumbani kwake ambako huko alijifungia, na kilio cha kwake kilisikika ambapo kilikuwa kinampunguzia maumivu pamoja na hasira. Sasa ni upande wa pili ambapo ni katika eneo la hospitali ambako alionekana gari moja imesimama, gari ya kifahari ambayo ilikuwa imepita gari nyingine zote ambazo zilikuwa mahali pale kimuonekano. Ndani ya gari kulikuwa na watu wawili, mwanamke na mwanaume, ambao walionekana kama niona jibizana hivi. Nisikilize babe, wewe ndio mwenye tatizo la uzazi na umesema kama mimi utaki nizalie nje, unataka tuibe mtoto Jana nilikuwa hapa lakini nilikosa kidogo kumpata mtoto. Hebu mpigie simu Dr. Kani, yeye ndo ambaye anafahamu kila kitu, labda atatupa mtoto, alizungumza yule mwanamke. Bwana, kama zoezi jana limeshindikana hakuna shida. Tufanye mambo bwana. Tufanye mambo, hebu tufanye kwamba mimi nina matatizo lakini nipe ruhusa nitoke nje huoni kama sitapata mtoto jamani. Mwanaume naye alikuwa akiendelea kujitetea hoja zake. Wewe umeshindwa kunipa mimi ruhusa afu wewe unajitia nikupe wewe kweli. Ila hata isiwe kiasi, kila mmoja basi atoke nje afu tuone shida iko wapi. Lakini ngoja nikaongea kwanza na daktari, alisema mwanamke huyu huku akishuka katika gari. Sasa hawa ni Mr. and Mrs. Rollman ambao walikuwa ni wanandoa muda mrefu ambao hawakubahatika kupata mtoto katika ndoa yao kwa zaidi ya miaka 10, jambo ambalo liliwafanya watembee katika kila kituo cha huduma za afya wakipata matibabu ambayo kwa wataalamu ambao walikuwa wamebobea wakiamini kwamba watapata suluhu ya tatizo lao. Sasa katika uzazi hilo jambo lishindikana, na utawaambia ni wapi ambako walifanikiwa kwenda na wakakosa.
ilikuwa sio kweli. Sasa kitendo hiki kilimfanya Mr. Rollman kuongea na mke wake kama kuna uwezekano basi angeenda daktari, baada hapo patikane mtoto ambaye atamtunza kama mtoto wao. Basi Mrs. Rollman alikubaliana na mume wake na kisha alizungumza na Dr. Khan ambaye alitaka kumuuzia moja ya mapacha ambao wanatokea katika familia ya Lasam. Na ni yeye ndo ambaye aliingia katika chumba ambacho kilikuwa kimehifadhiwa watoto kabla ya kusikia sauti ya daktari mwingine akiingia kule ndani. Basi kwake aliamini maneno moja kwa moja daktari kwamba alimpa majibu ya vipimo kwamba mume wake anatumia sana sigara, na hivyo ile ilifanya ashindwe kuzalisha mbegu ambazo zinaweza kurutubishwa na mayai na mwisho kushika mimba. Basi vipimo hivi ama majibu haya yalimfanya amini kwamba hakukuwa na shida kwa upande wake bali kwa mume wake. Amesema mimi ndo na matatizo, anipe ruksa kutoka nje kama sitakuja na watoto zaidi ya 4. Watu wengine bwana, alisema Rollman huku akimtazama mke wake ambaye alikuwa akiingia katika ofisi ya Dr. Khan. Dr. Khan sasa huyu alikuwa ni mkuu wa idara ya vizazi na vifo. Yeye alifahamu ni wapi wamezaliwa na wangapi ambao wamekufa, na hiyo ilikuwa ni katika hospitali. Alijua kila taarifa ya mgonjwa ambaye alitoka na kuingia mahali pale. Mrs. Rollman yeye aliona endapo akimtumia Khan mambo yake yataenda vyema. Basi baada ya kuingia ndani mazungumzo yakaanza. Wewe kwani jana ushindaje kuchukua? Aliuliza Khan. Hata sijui lakini ni balaa tu, yani hata sielewi, alisema Mrs. Rollman huku akimtazama huyo Khan. Unajua tuliingiaje ndani nikiwa na Suzy? Sasa maongezi yetu sijui ilikuwaje ghafla yule bibi bwana aliingia mle ndani. Tena alikuwa na jazba kabeba watoto. Khan ilibidi asimulie, sijui kwamba alikuwa anamsimulia alikuwa anafahamu kila kitu. Kwa itakuwaje? Tunafanyaje hapo jamani? Aliuliza Mrs. Rollman. Aliondoka hapa akiwa na vile vichanga na inasemekana kuwa, hebu ngoja kwanza niangalie faili yake. Jana wagonjwa walikuwa ni wengi. Ili hapa. Alizungumza Khan akichezea laptop yake na kupata taarifa za Mama Lasam. Umeona anaishi wapi? Ndio ni Luchelele. Anyways, niache nitajua nampataje. Hakuna shida yote. Kuna maiti zake hapa ziko 2, leo tutapeleka kwake. Wewe lipia tu hizo maiti 2 ili zitoke mochwali, baada ya hapo mimi nitamwiba mtoto, aliongea Khan. Basi Mrs. Rollman aliangalia kulia na kushoto kisha alitoa simu yake akachezea kama dakika 3 hivi. Namba yako napokea ile ni ipi? Aliuliza. Basi Khan alitaja namba yake huku akiwa katabasamu. Okay, nimekutumia 1 million, nadhani natosha. Sasa hapo kazi ni kwako, hakikisha kwamba unakamilisha kila kitu, alizungumza Mrs. Rollman, na ambapo kijana akamwambia usijali, napeleka muda huu, hebu kwanza ngoja niwapigie hawa watu simu tuone na kwaje, aliongea Khan na kisha alitoa simu na kupiga. Basi mke Rollman alikuwa sababu kukaa pale baada ya kuhakikisha kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Basi aliamua zake kuondoka. Akarudi kwenye gari yake akiwa na furaha mno. Alimhakikishia mume wake kwamba kila kitu kinaenda sawa kwa sababu tayari amepata ushirikiano kutoka kwa daktari, na hii ni taarifa ambayo ilimfurahisha sana mume wake. Alimpiga busu mke wake katika paji la uso na kisha aliondoa gari katika maeneo ya hospitali. Mambo ndo kwanza mabichi kabisa. Mimi nikwambie tu endelea kuifuatilia simulizi zetu media, usisahau kutana notification kupata mapema sana kujua kwani nini kinaendelea katika simulizi hii hapa. Jina langu naitwa Tutu. Tukutane katika simulizi ijayo.